Mzee Nasoro anajulikana, ni kati ya wazee ambao kwanza walikuwa na hekima kubwa, lakini alikuwa msaada sana kwa chama, kwa mawazo na kwa uzoefu wake. Kwa hiyo ametutoka, tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu, lakini amefanya mambo makubwa. Kama binadamu siku zake zimeisha kwa mpango wa Mwenyezi Mungu, lakini tunategemea wanatabora wengine kwa wingi huu tuliouona, manake tunaamini wataendeleza yale yote mema mengi ambayo Mzee Nasoro alikuwa akiyafanya, sio tu kwa Tabora lakini hata kwa Tanzania nzima. Kwa chama kama chama ni pengo kubwa. Pamoja tumepata msiba mwingine wa mbunge mstaafu wa viti maalum mkoa wa Tabora ambaye amehudumu kwa miaka 15 na mimi nimepata bahati ya kufanya naye kazi kwa miaka mitano 2020 2025. Ni kiongozi ambaye alikuwa anatetea mkoa wa Tabora, na mule sisi tulioingia 2020 tulikuwa awamu yetu ya kwanza. Washauri wetu wakubwa walikuwa wakina Munde ambao tuliwakuta. Kwa hiyo walikuwa wanatuambia pamoja na kutetea maslahi ya jimbo lenu, lakini tulete maslahi ya mkoa, na ninakumbuka ambacho alichokuwa anapigania sana ni kujenga kiwanda cha tumbaku katika mkoa wetu wa Tabora. Sasa mambo mengi tumeacha, ninaamini kwa viongozi ambao walioko saizi watakwenda kuyaendeleza, kwa sababu zao kubwa ambalo linatokana na mkoa wetu wa Tabora ni tumbaku. Hatuwezi kuwa tunazalisha alafu mikoa mingine ndio inapata kuchakata zao hili. Kwa hiyo tukichakata hapa vijana wetu watapata ajira, na hilo ndio alikuwa anapigania sana kiongozi wetu ambaye ametutoka, dada yetu Munde Abdalla Tambwe. Kwa hiyo nikisema tutamkumbuka kwa nini ni mengi, lakini hayo ndio alikuwa anaweka katika mkoa wetu wa Tabora. Munde naye tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Msiba huu tumeusikia leo fajiri la jana, lakini tunajua tunampokea leo, kesho atapumzishwa. Naye alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu, amekuwa mbunge kwa muda mrefu, ni kada wetu wa Chama cha Mapinduzi, lakini kiongozi wa jamii. Alikuwa kijana kidogo yeye, bado tulikuwa na matumaini makubwa na yeye na basi kwa pamoja tutashirikiana kumsindikiza, na tunasema alikuwa kati ya viongozi wa mfano ambao kuna mazuri mengi ametuachia, lazima tuyaendeleze. Hilo ndio kubwa ambalo Chama cha Mapinduzi, kama katibu mkuu wa chama ambaye amenituma nimwakilishe, ujumbe wake ni huo. Tutazidi kuwaenzi na kuendeleza yale mazuri yote ambayo waliyafanya kwa chama na kwa nchi yetu. Wewe mwananchi wa Tabora, unayetafuta duka la vifaa vya umeme, wapi vinapatikana? Basi nenda moja kwa moja Mnawe Enterprises. Wamefungua duka jipya la kuuza vifaa vya umeme wa majumbani na viwandani. Wanauza jumla na rejareja. Wamekuja na punguzo kubwa la vifaa vya umeme. Extension ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 4,000. Switch flash ya 1 gang ya 1,500 watakuuzia shilingi 900 tu. Earth ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 6,000. Conduit pipe ya shilingi 1,500 watakuuzia kwa shilingi 1,000. Square box shilingi 400. Najua maduka yapo mengi, lakini Mnawe Enterprises ndio suluhisho na mkombozi wa vifaa vya umeme mkoani Tabora. Bei zao ni nafuu mno. Fika ofisi zao zilizopo mtaa wa Gongoni, jirani na Changamoto, au wapigie simu namba 0768733657. Wana Tabora, twendeni tukanunue vifaa vya umeme kwa bei ya punguzo sawa na bure kwenye duka jipya la Mnawe Enterprises maeneo ya Gongoni.